Wimbi la uharibifu limekumba wadi ya Kipkaren, Kipkenyo, huku wakazi wenye hasira wakichukua sheria mikononi mwao na kubomoa sehemu ya majengo ya kibiashara yanayohusishwa na mwakilishi wa wadi hiyo, David Letin almaarufu Kokwas. Vijana waandamanaji wakionyesha ghadhabu yao kufuatia madai ya unyakuzi wa ardhi. Lakini ukiangalia hata hii mahali hapa hivi, hii ni uwanja ya serikali. Hii venye wao inapita hapa ni ya Kenya Power. Alafu pande ile venye inapita ni Eldowas. Wafanyabiashara kadhaa sasa wanahesabu hasara kubwa, huku baadhi wakikadiria uharibifu huo kufikia mamilioni ya pesa. Mimi mwenyewe ni mwenye biashara hapa, miko na paa hapa, ilikuwa inaitwa Sarafina The Queen. Pension yangu yote retirement nilikuwa nimeweka kwa hiyo paa. Sasa nimepoteza kila kitu. Kwa hiyo mkiangalia maduka yote hapa ni wafanyakazi walikuwa hapa, iko tenant walikuwa hapo nyuma, wamepoteza kila kitu yao. Machafuko hayo yanayochochewa na madai ya muda mrefu kuwa kiongozi huyo alijipatia kinyume cha sheria ardhi ya matumizi ya umma pamoja na mali binafsi, hali iliyozua hasira kali miongoni mwa wakazi. Baadhi yao wanasema wanaishi kwa hofu kutokana na hali hiyo. In Kipkenyo, your land is just taken. Anytime the MCA wants, he just comes and takes your land. Our land, he is calculating 11 acres of our land and we have nothing. Now he has even been given the administration of our property, a whole 97 acres. The MCA is the administrator of our farm, meaning we are homeless. Vijana hao pia wanamtuhumu mwakilishi huyo kwa madai ya kunyakua mradi wa umma wa kuosha magari uliokuwa umetengewa vijana. MCA venye alikuwa anaomba kura 2022, aliahidi vijana akawaambia hapa nataka niwaekee kaosh kubwa kenye itafaidi mavijana. Lakini ilipofika after elections akaanza kujenga kaosh na akajiwekea kwa yake. Vijana wakasema sisi tunataka kaosh yetu. Wakasema ni sawa. Ndio venye kukakuwa na vurugisho na pelekana mbio hivi, ikabidi sasa agive na akasema amepeana kaosh. Wanaharakati wa haki za kibinadamu wamejitosa katika mzozo huo, wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike pamoja na utekelezaji wa sheria. Aidha, wanasisitiza ubomoaji wa majengo yanayodaiwa kujengwa kwenye ardhi ya umma na katika maeneo ya kingo za mto Sosiani. Ukikuja vitu kama public utility, county government ya Uasin Gishu is at the center. Mpaka tunapata governor alikuja ana inspect buildings built on public land. Anaenda kwa riparian penye is a poster itakana ijengwe, imagine itakana ipite, anajenga manyumba. Alafu to make it worse, watu wa maji wana connect maji kwa ya manyumba, watu wa stima wana connect pale. Approvals inafanywa namna gani? Waomba serikali iweze kukuja kwa ground, inakili zile kesi na visa ambazo zimefanyika Kipkaren hii. All riparian lands, shamba zote za kiserikali ambayo huyu jamaa amechukua, moja wao ikiwa ni hii, nyingine iko pale Maranatha mali amejenga White House ya nyumba ya bibi mdogo, hiyo yote ni mali ya umma. Hakuna mtu anaongea. Hizi mashamba zote zimekonektiwa stima ambayo sio halali, maji ambayo zimekonektiwa hapa halipi, na ni mtu ambaye anafanya kazi, ni MCA ambaye anafanya kazi kwa serikali. Wanaharakati hao pia wameibua wasiwasi kuhusu madai ya vitisho, vurugu na uwezekano wa kuhusika kwa vyombo vya usalama, madai ambayo bado hayajathibitishwa. Na mambo yenye ilihappen hapa juzi, viongozi wetu walikuja paka hapa, maaskari wetu walikuwa hapa, lakini hakuna kitu yenye walikuwa wanafanya against mheshimiwa Kokwas. Walikuwa wanagadi vitu zake, sisi vijana tunahangaika, tunabaki tukihangaika. So it's a whole ecosystem ambaye nafanyika, watu wa serikali wakijua. Kwa upande wake Letin, kupitia video iliyosambaa kwenye TikTok, alionekana kupunguza msimamo wake, akiahidi kulinda ardhi ya umma na kusaidia vijana kupata maeneo ya kilimo. Hata hivyo, alilaani maandamano hayo akiyataja kuwa kinyume cha sheria. Polisi sasa wamepelekwa katika eneo hilo ili kudhibiti hali na kuzuia uharibifu zaidi, huku mvutano ukiendelea kushuhudiwa. Wakazi wanaonya kuwa mzozo huo unaweza kudumu kwa muda mrefu na hata kugeuka kuwa vita vya kisiasa na kisheria kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripotia Hubs Media, mimi ni Marlon Lichuma.